Ni tarehe 4 mwezi Februari mwaka 2026, siku ya Jumatano, majira ya saa 12 jioni. Tunatokea katika jiji la Bujumbura kujielekeza sehemu inayotambulika kwamba inaitwa Bugarama kwa minajili ya kumpokea Sheikh Hamza Mansur kutokea katika nchi ya Tanzania mkoani Mwanza, ambaye anakuja kidawa katika nchi ya Burundi katika kongamano kabambe ambalo limeandaliwa na Jamaa Nusratul Islam wal Muslimin, kongamano ambalo limebeba kauli mbiu ambayo inatambulika kwa malezi ni msingi duniani na akhera, ambalo litafanyika siku ya Jumapili tarehe 8 katika ukumbi mkubwa wa Markazi. Na sisi Al-Amnu TV, Amigo TV, kama ada yetu na kawaida yetu, kuwapokea wageni ambapo wanakuwa wamekuja katika nchi yetu pendwa ya Burundi. Mimi ni Salum Hassan na wenzangu Kudra Shaban pamoja na Ahmed Benab, tukielekea katika mji wa Bugarama kwa ajili ya kuwapokea ndugu zetu, hususan Sheikh mpendwa Hamza Mansur kutokea katika nchi ya Tanzania. Endelea kuwa nasi kwa matukio mengi ambayo yatakuwa yanajiri katika jiji la Bujumbura, ambapo Sheikh Hamza Mansur ataanza siku ya kesho Alhamisi dawa katika nchi yetu pendwa ya Burundi. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Mpenzi mtazamaji, kama tulivyokuambia hapo awali, tayari tumewasili Bugarama na tayari Sheikh ameweza kuwasili sehemu hii ya Bugarama. Ni majira ya saa 2 na dakika 40 kuelekea saa 3, lakini bado tupo hapa kwa kumsubiria Sheikh tuweze kumpokea, japokuwa tukupata fursa ya kufika mpakani, lakini hapa ni sehemu ambapo tuliweza kumsubiri, na muda si mrefu tutakuwa tumeianza safari ya kuelekea katika jiji la Bujumbura. Na Sheikh, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehemu ambayo tupo sasa hivi inaitwa Bugarama. Unaisikia baridi ambayo ipo hapa? Mashallah, hakuna baridi ya hivyo. Yani ipo ya kawaida. Alhamdulillah, si vile baridi sana. Naam, ukilinganisha na joto ambalo lipo Tanzania. Naam, kuna maeneo yana joto na kuna maeneo ya baridi, lakini alhamdulillah Bugarama iko sawa sawa. Vipi hali ya safari ilikuwaje? Tunamshukuru Allah, alhamdulillah, kwa sababu tulijua kwamba leo ni tarehe 4 na ziara yetu rasmi inaanza tarehe 5. Kwa tumekuja polepole tukifika kutembelea baadhi ya jamaa na ndugu njiani, lakini alhamdulillah safari yetu ni nzuri, namshukuru Allah, alhamdulillah. Safari za kuja Burundi hii inakuwa ni safari ya ngapi? Hii ni safari ya pili baada ya kongamano. Namshukuru Allah, hii ni safari ya pili sasa hivi ya kidawa, alhamdulillah. Tayari tunaweza tukasema Sheikh ameizoea Burundi au sasa unataka kuizoea zaidi? Wallahi, kwanza tunamshukuru Allah, toka tumeingia boda, tukifika tukisimamishwa na traffic polisi, wakituona tu, na wengine wengi wanifahamu na hawajatusumbua kwa lolote, hawajatuza kwa lolote, mashallah kheri tupu yani, na hakuna lolote barabarani. Kila unayemuona ukimuuliza, mashallah tabaraka rahmani, watu wote ni wakarimu kwa kweli. Watu wa Burundi na viunga vyake, Allah amewapa kheri, ni watu ambao ni wakarimu mno, alhamdulillah. Hii ni taufiki ya Allah juu ya wenyeji wa Burundi. Kuelekea sasa ziara hii ya Burundi, umejiandaa vipi inshallah? Wallahi, tunamuomba Allah kwa taufiki yake na kheri yake. Sisi tunaya kwetu, lakini tunamuomba Allah tupe taufiki yake. Tunaona umeambatana na watu wengi katika gari. Alhamdulillah. Tuambie, ni ndugu zetu umeambatana nao kwa majina, labda waweze kufahamika inshallah. Hapa katika msafara huu kuna viongozi mbalimbali. Wako viongozi wa taasisi ya Al-Wahda, wako viongozi wa taasisi ya Thaqafatul Islamia, wako viongozi wa Mahasin TV, wapo viongozi wa taasisi ya IDO, Islamic Organization, wote wapo hapa. Kitu ambacho kinakufanya Sheikh kuingia katika nchi ya Burundi ni ziara ya kidawa, lakini kubwa zaidi ni kongamano ambalo linafanyika, linazungumzia malezi ni msingi duniani na akhera. Kitu gani kinaua malezi sasa katika ardhi, katika ulimwengu wa sasa hivi? Ni kwa sababu watu wako mbali na Qur'ani na Sunna.
lau kama umma utafata muongozo ambao Allah tabaraka wa taala ametokea ndani ya Qur'ani na mafundisho sahihi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama watu watayafuata kwa usahihi, bila shaka watarejea kwenye malezi yaliyokuwa sawa sawa. Kuporomoka kwa maadili na malezi kuwa mabaya ni kwa sababu jamii imejiweka mbali na mafundisho ya Qur'ani na Sunna. Tunashukuru na tunakukaribisha tena kwa mara nyingine. Tunaona safari ilikuwa ndefu sana, lakini tunaelekea sasa katika jiji la Bujumbura. Sisi tunafurahi kukuona kwa mara nyingine. Tulikuwa pamoja kwenye kongamano lile ambalo limeandaliwa la Afrika Mashariki. Tunashukuru sana. Alhamdulillah, sisi tunamshukuru Allah tumewasili. Habari njema kwa wakazi wa bara la Afrika, Asia, Australia, Ulaya na Marekani. Je, unatamani kufunga Ramadhani ukiwa ndani ya mji mtukufu wa Maka na Madina? Unajua kuwa unaweza kufanya umra ya Ramadhani 2026 bila msongo wa mawazo? Ndiyo, Madrasatul Ikhlas wamekurahisishia kila kitu. Ni ndoto ya kila muumini kuwa mgeni wa Allah katika mwezi wa Ramadhani. Ungana na Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia na Ustaz Ibn Maya kutoka Belgium katika safari ya kiroho itakayobadilisha maisha yako kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2026, sawa na tarehe 16 hadi tarehe 27 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Lipia sasa euro 1500 kama wewe ni wa bara la Ulaya na dola 4500 pesa za Australia kwa watu wa Australia, dola 3000 za Kimarekani kwa watu wa Marekani kabla ya tarehe 15 mwezi wa Shabani. Kumbuka, baada ya hapo bei itapanda hadi euro 1700 kwa watu wa Ulaya na dola 4700 kwa watu wa Australia na 3150 kwa watu wa Marekani. Bara la Afrika na bara la Asia, wasiliana nasi kwa maelezo zaidi. Kwa nini usafiri nasi ya Umra 2026? Huduma ni nzuri kweli kweli kabisa. Hotelini hadi Haram ni karibu sana kwenda kwa mguu. Huduma za iftari na daku zipo. Huduma ya visa ya miezi 12. Ziara za kihistoria Maka na Madina na pembezoni mwake. Mpango wa kulipia kidogo kidogo unaruhusiwa. Tutakupa huduma ya usafiri wa gari Maka na Madina na kwenye ziara zote. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi sasa kwa namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Sheikh Abdul Hamidi kutoka Sweden, Sheikh Ibrahim kutoka Ireland, Ustaz Shaban Shata kutoka Australia, Ustaz Ibn Maya kutoka Belgium. Nafasi ni yako, usikose fursa hii.